Nataka sina tofauti za kibinafsi na waziri wa usalama wa ndani. Wakenya wajue hivyo. Tofauti yangu ni jinsi ambavyo anapofanya kazi katika wizara ya usalama wa ndani. Wakati tulipoteza Padri Father Alois Cheruiyot Bet na Wakenya kadhaa kule Kerio, katika Baringo, pale Angata Baragoi, Angata Mara, yale magengi ya majambazi pale Nakuru, pale Mombasa na sehemu zingine, na ile hata pale Desanach pale Turkana watu 40 walipoteza, ni ile ameshindwa. Unajua sekta ya usalama iko na uongozi, na yeye ndio kiongozi katika sekta ya usalama. Na hata kesho kama Munywa tunaposoma bajeti ya kitaifa, utapata kwamba wizara ya usalama wa ndani imepewa pesa mingi sana, kwa sababu ndio waweze kufanya jukumu lao. Katika bunge la kitaifa na seneti tumepitisha zile sheria ambazo zinasaidia kufanya kazi kwa uwepesi. Lakini ukiona historia ya waziri wa usalama, hata akiwa waziri wa masuala ya barabara, akawa waziri wa michezo, sasa ni waziri wa usalama wa ndani wa Kenya, ambaye ni wizara muhimu. Na nataka kesho muangalie kwa makinifu kuwa wizara yake itapewa pesa mingi katika bajeti, kwa sababu tunajua wizara ya usalama ni wizara ambaye ni muhimu, ambaye inatakikana kupewa ile necessary support. Na hii tujaona katika mambo mengi. Mimi kama kiongozi wa Senate wa Nandi, wakati nitembelea wale wazazi wa padri, waliniuliza swali moja tu, wewe ni kiongozi wetu nani? Mbona Padri Alois Cheruiyot Bet? Wakauliza, hata niliona wazazi wa Father Maina, wakauliza tu swali moja, mbona mtoto wetu ameuawa na iliali alikuwa anafanya kazi ya kanisa? Nimekuambia pale Chesongoch Mission Hospital zimefungwa, hali tete katika sehemu hiyo, watoto hawaendi shule, na kila mtoto katika taifa letu la Kenya hako na haki kuhudhuria shule. Kila Mkenya hako na haki kupata masuala ya matibabu katika taifa letu la Kenya. Hayo mheshimiwa Cherargei, Wakenya wengi ukiwauliza maeneo hayo imekuwa hivyo miaka hii. Lakini hata ameshindwa katika, kwa sababu hapo ndio nyumbani. Unajua wanasema charity begins at home. Amesaliwa pale, anajua pale. Hata wakati alitembea wazazi wa Padri Alois Cheruiyot Bet, aliwaambia na hata anajua penye kila mtu analala, na hata akakiri katika na vyombo vya habari mlikuwa pale, wale reporters wenu. So inamaanisha ile uwezo ambaye, ile wisdom ambaye anatakana kutumia kushughulikia masuala ya usalama ameshindwa. Kwa sababu ikiwa leo tunaongea kuwa kuna Mkenya ameuawa ndani ya seli, ni unajua the buck stops with him. I know somebody can say, ile investigating officer hayo, OCS sijui, OCPD sijui, one arresting officer and all that, but the buck stops there. You know the problem in Kenya is we don't want to put to where the buck stops. Tunataka tucheze ile mchezo ya kalongolongo, ile ya shifting goalposts, kusema hivi. Na ya pili amesema, na hiyo ilinukuliwa na vyombo vya habari, ya kwamba nilikuwa mwanafunzi wake. Sikuwa mwanafunzi wake, hakunifunza. Si ndio nakuambia sasa, si umepata kutoka mwenyewe. Si sasa mwenyewe sasa nakuambia hakunifunza. Ni wapi uko mnafunzana ama hamko? Hata sikumuona, nilikuja nikaambiwa baadaye, aliingia wakati nimetoka, nilikuwa naambiwa sijui alikuwa anafanya maktaba ama sijui lini. Si hakuna chuo kikuu cha moja cha chuo cha sheria katika Moi University pale. Okay. School of Law Annex. Mimi hakunifunza. Unless unajua katika madarasa mengi za ile kuna madarasa kadhaa siku attend any class ambaye ni haki. Kwa sababu nilikuja nikaambiwa baadaye kulikuwa na lecturer alikuwa anaitwa Murkomen. Sikuwa nimemuona. Mpaka siku ile alikuja tukaona katika vyombo vya habari yakifanya na wewe, ile ilikuwa Good Evening Kenya, na ile alikuwa professional panelist. Ndio nikaanza kumuona katika runinga ya taifa. Mpaka siku ile tulikuja so hakunifunza subject yoyote. Na ikiwa anasema Cherargei hana uwezo wa kumoversight, kwa sababu kila senator, hata kama senator mwenye hakufanya sheria ama hatu kwenda shule, tuko na wabunge wengi hao kumaliza shule, tuko na maseneta wengi hawana madegree, walisoma kwa. So inamaanisha wale ambao wanatakana kufanyia oversight ni watu wa PhD, kwa sababu anasema kama Cherargei ambaye ni wakili advocate of the High Court of Kenya, na pia mimi nimesomea masters,
Siwezi oversight yeye kama waziri. Itamaanishaje ule mbunge ambaye kufika hata darasa la pili ama hata ile professional writing of reading and write anaweza kumfanyia oversight? So hiyo ni dharau, kwa sababu Article 96, hata kama tuko na tofauti zetu, mimi kama mbunge Article 96, Article 94, niko na jukumu la kufanya oversight. Na yale maswali niliuliza katika bunge la Seneti leo, ni ile kazi kama ulinichagua niende nikuwakilishe, na kazi moja ni oversight, representation, legislation, budget making process. So ikiwa mbunge hatakuwa na nafasi ya kufanya oversight kwa sababu ya kiwango cha elimu, inamaanisha tuko na shida katika taifa letu la Kenya, na anatakikana kuomba Wakenya ambao hawakuwa na nafasi ya kwenda shule msamaha. Kwa sababu inamaanisha hata ule sasa leo akisimama katika jama hapa Nairobi, ule mtu anasukuma mkokoteni amwambie waziri niko na shida hii usalama katika jiji letu, atamwambia wewe ni below average, huwezi niuliza maswali. Na labda huyo mtu hakuenda katika. So hiyo ni dharau. Mimi kama kiongozi, kama anadharau mtu mwenye ni wakili tajika katika taifa, na mimi nimefanya kazi sana katika taifa letu la Kenya. Mimi nimewahi kuwa mwenyekiti wa masuala ya sheria. Nimechaguliwa kwa umri mdogo, nikakuwa senator ambaye ana hudumu mara yapi. Nimekuwa naibu katika county public accounts. Mimi track record yangu na integrity is very high. Hata ikiwa yeye kwa mfano anasema Cherargei ni below average, sijui ni nini, mimi sijawahi tajwa kwa sakata yote ya ufisadi katika taifa letu la Kenya. Yeye mwenyewe amewahi tajwa katika allegations ya NYS, katika sakata ya corruption ya NYS. Yeye wakati majenzi walifanya maandamano, yeye alikuwa ametajwa kuwa alikuwa na opulence, alikuwa anavaa saa ya milioni 18. Na mimi sijauliza hiyo maswali. Leo niliuliza maswali, na hata niko tayari kutable hiyo maswali. Nilimuuliza tu swali kulingana na article 240 na 245. Wapi policy ambayo umeleta to fight police brutality in the country? Kilichomkera waziri ni kila mara wanasema unamwambia ajiuzuru. Si kwa sababu ameshindwa. Sio maswali ambayo ulimuuliza leo. Hata kama imemkera, angeambia taifa kwa nini anaamini kuwa Senator Cherargei akisema ajiuzulu, angewaambia Kenya basi kama Cherargei anasema nijiuzulu lakini nafanya kazi mzuri, ndio hii statistics. Sasa tungekuwa na amani kule Nakuru. Sasa wale waliua watu wa Ngata Baragoi wangekuwa wameshtakiwa. Sasa wale walimuua Albert Ojwang wangekuwa katika wameshtakiwa. Sasa tungekuwa na alama wa kutosha katika taifa letu, usalama wa kutosha katika taifa letu la Kenya. So ikiwa na unajua alifanya ile personal attacks, sikuwa natarajia, kwa sababu angesema siwezi jiuzulu because of 1 2 3. Ama aseme ile swali ambaye Senator Cherargei kuhusu police brutality ameuliza, ndio hii policy naleta wiki ijayo, policy nishaandika, ndio hii. Anasema ile enforced disappearance na extrajudicial killings, ndio hii nimeleta policy. Anasema kwa National Security Council ambaye anaketi na Inspector General wa polisi, anasema wakati nikiwa NSAC nimetoa maoni fulani kusaidia kuimarisha hali ya usalama wa kitaifa. Angekuwa sasa anatuambia pale Turkana watu 40 waliuawa, mili kadhaa zimepatikana, mashua zimerudishwa, mali ya watu wa Turkana imerudishwa. Hiyo ndio he could have countered my questions. But attacking me personally, whether I passed or not in school, si important for Kenyans. What is important for Kenyans, my brother, ni wajue wako na usalama wa kutosha, wanalipa kodi. I think that is what is important. Nasijui kama senesi itakupatia muda wa kuweza kujibu kwa sababu unadhani hukupewa. Nilifinywa lakini nilichikakamua mpaka nikapewa dakika 3 leo. Kwa sababu nilikuwa nataka nirushe makombora kama zako zile unarushanga katika Good Evening Kenya. Sasa nilikuwa tayari nimejitayari. Nilikuwa na maswali 100. Lakini nilipewa tu dakika 3 nikauliza maswali mawili. Hapa tunakupatia muda wa kutosha lakini unaenda kuisha muda huo. Asante. Nashukuru pia. Yes. Tuingie sasa katika mambo haya mengine pia Umoja wa Taifa. Nyinyi ni majirani kwa county nadhani. No, ukiwa Nandi alafu Wazingishu alafu Elgeyo Marakwet alafu Bandari Trans Nzoia. Yes. Tunasema region 2 moja. Ya region moja. Yes. Asi umesomea huko, wewe ni gwiji. Unajua hiyo maana. Alafu nyinyi ni vijana. Yes. Wengine wanasema hii ni damu moto. Hii ni jirani. Nyinyi mko katika muungano tawala, nyinyi wawili. Sasa labda shida ni hiyo, hawa ni vijana wawili ambao wanavurutania hapa.
labda sio yale ambayo Cherargei inasema. Labda kuna ubabe wa kisiasa. Kwa sababu umetoka North Rift nyinyi wawili mheshimiwa. Huyu hata baki kuwa waziri muda milele. Labda Cherargei wanaonana na Murkomen kama sisi tutashindana kwa sababu sisi ni majina makubwa sana katika North Rift. Yes, exactly. Mheshimiwa rais itaenda tu ataondoka. Kwa hivyo sisi wawili tuko hivyo. Wengi wachanganuzi wa siasa wanaiangalia hivyo mheshimiwa. Cherargei sijui kama mimi nafikiri watu wengi wanasema ni ubabe wa kisiasa, lakini ukiona siasa na eneo ambalo mimi natoka, hatuwezi kuwa na katika ligi moja. Uweze compare mtu mwenye anacheza Kenya Premier League na UEFA. Siasa za kule bonde la ufa na siasa za North Rift ni tofauti sana. Watu wakielewa, siku moja nikipata nafasi nitakueleza kwa mapana na marefu. Mimi ambako nakotoka ni kaunti ambayo Koitalel Samoei alikuwa, ni kaunti ambayo Jean Marie Serona ambaye ni babu wangu alikuwa, ni kaunti ambayo Chelagat Mutai anatoka, ni kaunti ambayo Rais William Ruto anatoka, na ni kaunti ambayo Rais hayati Daniel Toroitich arap Moi alipewa uongozi katika kaunti yangu. So ile pedigree ya uongozi ambao tuko naye sehemu hii huwezi linganisha na ndugu yangu, kwa sababu si dunishi, kwa sababu watu wengine wanasema hii ni ubabu wa kisiasa. Hakuna ubabu wa kisiasa. Nimeona watu wengine wanasema succession, sijui mambo ya ukingpin. Mimi agenda yangu kubwa nataka nichukue tu kwa sababu hii mambo iko YouTube. Nataka ndugu, ukipata nafasi na Wakenya ambao wanafuatilia mjadala huu, waende katika bunge la Seneti waone ile nimekuwa nikitetea nini. Kazi yangu kubwa, na nimesema hapa, kazi yangu kubwa ni oversight. Ya pili ni legislation, ya tatu ni representation, na ile mambo ya budget ambazo inaenda katika kaunti zetu. Hiyo ndio kazi ambayo niko naye sahihi. Sina wakati wa ubabe wa kisiasa katika eneo hilo, kwa sababu hakuna kiti ambaye nifaka ingiwa. Acha nimalize hivi. Rais William Ruto anatoka katika eneo letu kule bonde la ufa, hasa North Rift. Yeye Mungu akimjalia atakuwa kiongozi wa taifa letu. Kwa hii sasa sisi wengine tunasema 2 term. Mungu akimjalia atakuwa 2032. Nataka nikuhakikishie siku ile Rais William Ruto ataenda kustahafu katika siasa zetu za taifa la Kenya, atakuwa na usemi mkubwa sana katika siasa za jamii yetu ya Wakalenjin na taifa letu la Kenya. So iwezi kuwa shingo itakuwa mrefu kuliko kichwa. Na mimi kama kiongozi mdogo tutafuata wakati wa 2032 ile njia ambaye Rais William Ruto kabla hajastaafu katika taifa letu la Kenya, Mungu akimjalia, atakuwa na usemi mkubwa. So wale ambao wanafanya ubabe wa saa hii hawajasoma 48 Laws of Power of Robert Greene. Asante. Tutapanua miaka zikienda, Mungu akitujalia.